Moja kwa moja tutakwenda kuanza kipindi chetu asubuhi ya leo kwa maombi. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru Baba kwa ajili ya fursa na nafasi uliyotupatia kwa mahali hapa asubuhi ya leo. Asante kwa kila anayetusikiliza popote pale ambapo yupo ndani ya taifa la Tanzania au nje ya taifa la Tanzania. Asante kwa kweli neno lako, asante kwa maarifa neno lako asubuhi ya leo Bwana. Mioyo yetu imefungwa kusikia kutoka kwako, kupokea kutoka kwako katika namna ya kipekee, katika namna ya ubora, katika namna ya ushindi. Asante kwa kuzungumza na kila mmoja wetu. Asante kwa kumgusa na kumhudumia kila mmoja wetu katika namna tofauti ya asubuhi ya leo. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Valira ka sopra dige jele mandara ko sopra dige gentele fraba la mandara bosoro. Practice pradosh pele mangrani ke sopra diga la borobozira. Karibu sana asubuhi ya leo. Karibu sana katika fursa hii nzuri kabisa ya kumwabudu Bwana, ya kuomba na kusababisha mabadiliko katika ulimwengu wetu. Malira basiki liborobos. Brava gentele mangradige gendere bakolo barabanda raborobos. Nitakwenda kusoma katika waraka Yakobo sura ya 5 mstari wa 16b. Andiko linasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Mstari wa 18, akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, na nchi ikazaa matunda yake. Hii ni habari ya nabii huyu wa Mungu, mtumishi wa Mungu wa kipekee sana Elia. Namna ambavyo aliomba kwa bidii kiasi kwamba akaifunga ile mbingu mtumishi isinyeshe mvua kwa miaka 3 na miezi 6. Na andiko la msingi ungesema ambao ningetaka ulipate asubuhi ya leo ni 16b, ambapo inasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Kwanza ni mwenye haki ambao wewe ni wewe na mimi mtumishi, ambao tumezaliwa kwa neno la Mungu linaloishi na kudumu hata milele. Tumepokea kipawa cha haki na wingi wa neema mtumishi, na tunatawala katika maisha haya kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Maandiko yanasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Aina hii ya maombi ni yale maombi ambayo yana mguso ndani ya moyo, maombi ambayo ni endelevu mtumishi, maombi ambayo hayakomi, hayachoki, hayasinzii, haukati tamaa hapo katikati. Tumia ile neno lingine la mtaani nasema unaomba mpaka kieleweke, mpaka liwe lile jambo unataka kuliona. Hauombi siku mbili wakimbia ukakata tamaa. Sakata la bandara bos para kiti liborobozira. Soma tafsiri ya Amplified Bible Classic, inasema maombi ya mguso ya ndani yanayogusa moyo wa mtu, yaliyoendelevu, yanasababisha nguvu ya Mungu ipatikane katika namna tofauti na kipekee. Asubuhi ya leo mangeli karaba la borobozira, kama ambavyo tumekuwa tukiomba kwa ajili ya taifa letu. Sa previsha la mangredige jele para mandarabos. Tumekuwa tukitumia dakika 30 kila siku tukiomba kwa ajili ya taifa letu. Zevarati shele fradons praka la barabolo bozidi boruba. Rimo zongra vigele para bandarabos sigiri bukuru. Nataka nikukumbushe ni wajibu wetu mtumishi. Maandiko yanasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii, akitia juhudi, akitia hamasa, moyo wake na fikra na mtazamo ukiwa pale. Sapraduka shikete de boruburus pirabala mangradukosu. Maandiko yanaonyesha namna ambavyo Elia aliomba kwa bidii mtumishi. Inawezekana usipate picha katika namna aliomba kwa mara kwanza mvua zikunyesha, lakini ukisoma mara ya pili alipokuwa anaomba kwa ajili ya mvua zinyeshe, unaelewa yalikuwa ni maombi ya muda mrefu mtumishi. Alitulia pale, Biblia inasema alipanda mlimani, juu ya mlima Karmel, akapiga magoti pale, kichwa chake kiagusa ardhi mtumishi, kipo katikati ya magoti. Asa kabala borobosa. Akaomba, baadaye akamtuma mtume wake akamwambia nenda kaangalie yule kazi wake, nenda kaangalie upande ule baharini kuna wingu lolote. Mara ya kwanza hamna kitu, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya 4, mara ya 5, mara ya 6,
Malika sakabala. Mara ya 7. Ndio yule mtumishi anakuja anasema nimeona wingu kama kiganja cha mkono. Sake teke tepala bobobos. Alikuwa jambo la siku moja mtumishi, alikuwa jambo la masaa 2, masaa 3. No way. Saprutu shikla prava labosa. Malika rabazike liborobos. Para vijala para barabazile. Mfungua kinywa chako pale ulipo mtumishi. Tamka amani, ushindi, ubora na utukufu juu ya taifa letu. Mangle vrakto sopra dige jele parabandara kazila. Shepravali kratolo mongredika. Seprena hosh lepravante le mangrabolo bozira. Rige jivali kratos paratile mangro doso lobo bozira. Maombi ya wenye haki. Ribo zolo bandara basiri bokoro. Maombi yenye mguso wa moyo yafaa sana. Ribo jolo mandara basikili barabozira. Yanasababisha nguvu ya kuleta miujiza au itendayo miujiza ipatikane, nguvu iliyoendelevu. Ribozonto fishila pratose pratane soproko soprake lepra volumunda. Rivezevrato shilema ndarabasike lebokoro basekta lakte koshte lengra akrokalabazira. Yote yanawezekana kwa kiamini. Ribojolo mandarabasike le mandarabazira. Subia leo unaamini nini? Ribojolo mandarabasike le mandarabazira. Unaamini kwamba Bwana anaweza kutenda kuliko tuwazavyo, kuliko tuombavyo, kuliko tufikirivyo, kwa kadiri ya nguvu yake inayofanya kazi ndani yetu. Jali mandarabozidi bokula. Kama unaamini hivyo mtumishi, la refari shelema ngarosa pravala barabosidi bakolo barabazira. Imechochea hiyo nguvu iliyoko ndani yako. Ribozili mangro dike jili mandarabasidi bokoro barabazira. Sababu